nilikuambia tukiwa tunaendelea na mchakato, nilikwambia nitakuwa na mgeni, lakini kwa sasa hivi nina wageni. Kwa sababu akishazidi mmoja bwana wanakuwa ni wengi, si ndio Sasa bwana, kwenye hapa na pale tunaelekea siku ya maadhimisho ya afya ya kinywa na meno duniani. Na katika kuadhimisha siku hii, msikilizaji, itakuwa tarehe 20. Leo ni tarehe 17. Kwa hiyo zimesalia kama siku 2-3 tu hapa kufika hiyo tarehe 20. Nikaona sio vibaya kualika wataalamu wa afya ambao wanahusika hasa na kinywa na meno kwa ajili ya kutupa mawili matatu. Bana, huko mtaani kumekuwa na dhana potofu, mimi niseme, na watu wamekuwa wakiamini hivyo kwamba ni kweli ipo hivyo. Kuna wale watoto wanazaliwa kila siku, lakini katika kuzaliwa, mtoto anapozaliwa unakuta kuna wale wazee wetu wa zamani wanakuambia sisi tulizaliwa tulizoea. Mtoto anapozaliwa lazima muangalie ana meno ya plastiki. Lakini mimi nikataka nijue hivi kweli mtoto anazaliwa ana meno ya plastiki, na kama yapo hayo meno ya plastiki ni meno ya aina gani? Karibuni sana wageni wangu. Ninaye Dr. Ndoroma, ninaye Dr. Bimbona, kitengo cha afya ya kinywa na meno kutoka hospitali ya rufaa ya mkoa wetu wa Simiyu. Wataalamu wetu wapo vizuri kwa sababu ndo wanatuhudumia sisi. Karibuni sana siku ya leo. Asante sana ndugu mtangazaji. Sawa, ni wakaribishe. Na kuna dhana hiyo potofu ambayo imekuwa ikiendelea kudhaniwa na wananchi, lakini jamii kwa ujumla, na wakati mwingine wao wanasikia tu kwamba si kweli lakini hawaamini. Mimi nataka leo nyie ni wataalamu mtuambie hivi kuna meno ya plastiki, na meno ya plastiki ni meno ya aina gani? Karibu Dr. Ndoroma. Asante mtangazaji, kama ulivyonitambulisha, mimi naitwa Dr. Ndoroma, ni daktari wa magonjwa ya kinywa na meno kutoka hospitali yetu ya rufaa ya mkoa wa Simiyu. Nashukuru kwanza, labda kabla tujajibu hilo swali, bwana, tuko kwenye maadhimisho ya wiki ya afya ya kinywa na meno, ambayo kilele chake huwa kinafanyika kila tarehe 20 ya kila mwaka. Na kwa mwaka huu maadhimisho kitaifa yatafanyika katika mkoa wa Mtwara. Kwa hivi tunavyozungumza, shughuli mbalimbali zinaendelea huko, ikiwa ni pamoja na utolewaji wa huduma hizi za magonjwa ya afya ya kinywa na meno kwa watu wa huko Mtwara. Na sisi hapa mkoa wetu wa Simiyu tumemtuma mtu mmoja, Dr. Adili Komba, naye yuko ameshaungana na timu huko kufanya shughuli hizo. Sisi tukasema kwa mkoa wetu huu wa Simiyu sisi tunaendelea na maadhimisho na tunafanya shughuli mbalimbali. Hivi ninavyoongea ndugu mtangazaji, tumetoka shule ya msingi Sarunda, shule ya msingi Kidinda kwa ajili ya kuendelea kutoa elimu mbalimbali, na tutaendelea mpaka programu hii itakapofikia tamati kwenye hiyo tarehe 20. Tukija kwenye swali lako pia, ni kwamba tuna kauli mbiu pia, nilitaka kusahau kwamba sisi mwaka huu tunasema kinywa chenye furaha, fikra yakinifu, au kwa Kiingereza wanasema happy mouth, happy mind. Okay. Tunaamini mtu akiwa na afya ya kinywa na meno ambayo iko vizuri, basi anakuwa na fikra tulivu au fikra yakinifu au akili iliyotulia. Asante sana. Na tukija sasa kwenye swali lako, ni kweli zipo hizi dhana ya kwamba huwa kuna meno ya plastiki. Na nimeshapata watu kadhaa wanakuja pale hospitali wanasema, daktari, tunaomba ututolee meno haya ya plastiki ya mtoto. Je, ni kweli yapo au ikoje? Labda nitoe elimu hii ili isaidie katika kujibu swali hili. Ni kwamba kwa kawaida mtoto meno huanza kutengenezwa mama anapokuwa mjamzito, kuanzia wiki ya 6 na wiki ya 7 ya ujauzito wa mama. Mifumo mingine ya mwili kama moyo, mapafu vinaanza kutengenezwa kuanzia wiki ya 4 ya 5 hapo. Kwa kwenye wiki ya 6 na ya 7 mifumo ya mfupa ambao ni pamoja na meno yanaanza kutengenezwa, na huchukua takriban kama miaka 2
meno kuwa yamekamilika kupitia hatua mbalimbali kama 5 hivi. Kwa hiyo kwa kawaida mtoto anapozaliwa hata ile siku ya kwanza tayari mara nyingi meno yapo, lakini anakuwa hayajafikia ukomavu wake mpaka kuweza kutokeza mdomoni. Ndio maana meno huwa yanatokeza kwa kawaida. Kwa tafiti zilizofanyika kwa nchi kama za Tanzania, mtoto anapokuwa na umri kama wa miezi 6, 7, inaweza kaenda 8, 9 mpaka mwaka mmoja hapo. Kwa hiyo hiki kinachosemwa ni meno ya plastiki, kwa kawaida ni yale meno ambayo yanakuwa hayajafikia utimilifu wake wa utengenezwaji wake. Na hususani baadhi ya meno kama tunaita meno chonge, haya meno ya pembeni yanapokaribia kutokeza mdomoni, huwa lile eneo linamevimba. Kwa hiyo baadhi ya watu na wazee wetu wa zamani huamini kwamba ni meno ya plastiki, na zaidi kwamba mtoto anapokuwa na hayo meno basi asipotolewa anaweza akafariki mtoto au akapatwa na shida zingine zilizo kubwa zaidi. Kwa nitumie nafasi hii kuieleza jamii hicho kinachosemwa kama meno ya plastiki hakipo, isipokuwa ni meno hayo ambayo hayajakamilika utengenezwaji wake, ambayo ukiyashika au ukiyasikia yanakuwa yako kama plastiki, maana hayajakuwa magumu kiasi kwamba yaweze kutokeza vizuri mdomoni. Kwa ndio hiyo ambayo watu sasa huamini kama ni meno ya plastiki, lakini kitu hicho hakipo. Na inasikitisha, nimewahi kukutana na mtu walimtolea meno ukishayatoa meno kama huwa wanaenda kwa waganga labda wa jadi au kwa wataalamu wa jadi wanayatoa. Ukiitoa kama ni meno yale ya utoto, maana meno huwa yanakuja kama kwa pea mbili. Kuna yale ya utoto kwanza ambayo mtoto akiwa na miaka 6, 7 yanaanza kutoka huko, wakati huo yakiwa yanaota mengine yale ya mtu mzima. Kwa ukitoa lile la mtoto kweli lingine linaweza kuja kuota. Lakini ukikuta wengine anatoa mpaka lile la mtu mzima, labda mtoto na miaka 4, 5 nakuja kutoa lile jino akidhani kwamba ni jino la plastiki, mwisho wa siku inaweza kapelekea mtoto mdogo kuwa kibogoro au kukosa lile jino kwa sababu limetolewa. Kwa ni yase jamii, kama mtoto amepata shida, anapata homa au anaharisha au ana shida nyingine yote, isidhaniwe kwamba ni meno ya plastiki, bali afike katika kituo cha kutolea huduma. Na bahati nzuri, ndugu mtangazaji, ni kwamba huduma zetu za kinywa na meno katika mkoa wetu wa Simiyu zimeimarika sana. Kuna huduma mbalimbali tunazozitoa. Mtoto anaweza kaangaliwa, kama ni matibabu stahiki akaelekezwa pa kwenda, lakini sio kusingizia kwamba uwepo wa hayo meno ya plastiki. Asante.